بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الفوزان حفظه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فالمراد بالهجرة هنا الهجرة من مكة. أما قول يمتم صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، hakuna kugura Maka baada ya kufunguliwa mji ule kuwa ni mji wa tauhid, hakuna kugura tena. Qala falmuradu bilhijrati huna alhijratu min Makkah, muradi wa hijra hapa ni hijra kutoka Maka kwenda mji mwingine. لأنها لما فتحت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت بلد إسلام، kwa sababu baada ya kufunguliwa mji huo kupitia mikono ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam umekuwa mji ule ni mji wa Uislamu. Fala yuhajaru minha, hauguriwi mji ule sasa hivi. Inma kana yuhajaru minha indama kanat fi qabdhati al-kuffar, isipokuwa ulikuwa unagurwa mji ule ulipokuwa katika mikono ya makafiri. Tupo katika hadithi ya mwanzo, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, waman kanat hijratuhu lidunya liyusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Kwa Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah anaelezea kwa urefu hadithi hiyo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hijra katika hadithi hii ya mtume sallam, la hijrata ba'da al-fath, muradi wa hijra hapa ni kutoka Maka kwenda mji mwingine, sababu Maka sasa hivi ni mji wa tauhidi, mji wa Uislamu. Pale mwanzo, hadithi ile ya mwanzo ya Umar, mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba waliamrishwa wagure kutoka Maka kwa sababu ni mji ulikuwa una washirikina wakiwanyanyasa Waislamu. Ndipo walipoamrishwa waondoke pale Maka wende Madina. Lakini baada ya kufunguliwa mji ule ukawa ni mji wa tauhid, hakuna kugura tena pale Maka kwenda mji mwingine. Qala Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah: wa kanu yudhayiquna almuslimin wa yasuddunahum an dinihim, makafiri walikuwa wanawadhiki waislamu kule Maka na wanawazuilia na dini yao. Falamma fatahaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarat bilada islam, alipofungua mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam mji wa Maka ukawa ni mji wa Uislamu. فالذي يهاجر من مكة إلى المدينة بعد الفتح لا يسمى مهاجرا, mtu anayegura kutoka Maka kwenda Madina baada ya kufunguliwa mji ule haiti kama ni muhajir, ni mwenye kugura huku kwa ibada alikoamrishwa mtume sallam na masahaba wake. Lianna alhijrata hinaidhin laysa laha mujib, sababu kugura wakati huo hakuna lenye kuwajibisha kugura Maka kwenda mji mwingine. Wa Makkatu afdalu min almadina, na Maka, mji wa Maka ni bora zaidi kuliko Madina. Wa min ghairiha min albuldan, na kuliko miji mingine yote duniani. Amma alhijratu min baladi alkufri ila baladi alislam fahiya baqiyah, ama kugura kutoka katika miji ya kikafiri, mji wa kikafiri kwenda katika mji wa Uislamu, fahiya baqiya, hijra hiyo inabakia ila yaumil qiyama. Wala taarudha baina alahadith, hakuna kupingana baina ya hadithi hizi, hakuna kupingana baina ya hadithi hii innamal a'malu binniyat na hadithi hii la hijrata ba'da al-fath, hakuna kupingana. مفهوم هذا؟ قوله فمن كانت هجرته إلى الله، قال هذا هو القسم الأول.
mtume alivyosema, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli, ambaye kugura kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Qala hadha huwa alqismu alawwal wa huwa alladhi akhlasa niyyatahu lillahi fil hijra wa taqabbala Allahu hijratahu wa katabahu fil muhajirin fi ayi waqtin kana. Hii ndio sehemu ya kwanza ya hijra, nayo ni yule mtu ambaye ameitakasa nia yake kwa ajili ya Allah azza wa jalla katika kugura kwake. Wa huwa alladhi akhlasa niyyatahu lillahi fil hijra wa taqabbala Allahu hijratahu, Allah kaikubali hijra yake, wa katabahu fil muhajirin fi ayi waqtin kana, na akamwandika Allah mtu huyo katika muhajirin waliogura katika wakati wote uliokuwa. Lianna alhijrata baqiya, sababu hijra bado inaendelea kubakia. Wala yuqalu inna hadha khasun bima kana qabla alfathi bal hiya baqiyatun kullama ihtija ilaiha. Haisemi kwamba hii ni khas kwa vile ilivyokuwa kabla ya kufunguliwa Maka, bali hijra inabakia kila inapohitajiwa. Fahiya mashru'atun, hiyo hijra hiyo imewekwa kisheria. Wa man hajara fi ayi waqtin falahu thawabul muhajirin, anayegura katika wakati wote ana thawabu za muhajirin wenye kugura. Hadha alqismu alawwal. القسم الثاني من كانت هجرته لغير الله, ni yule ambaye hijra yake kugura kwake anagura kwa si kwa Allah, nia yake si kumtakasia Allah. Fahijratuhu ila hadha shay'i alladhi qasada, huyo hijra yake na kugura kwake ni kwa hilo jambo alilolikusudia ambalo si Allah. Walaysa lahu thawabun inda Allahi jalla wa ala, na huyu hana thawabu kwa Allah jalla wa ala, hana thawabu yoyote ya kugura kwake. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, ambaye kugura kwake ni kwa ajili ya dunia anayoitaka aipate. Aihajara min baladi al-kufri ila baladi al-islam wa laysa qasduhu ad-din, aligura kutoka katika mji wa kikafiri kwenda katika mji wa Uislamu na si makusudio yake dini. Hakugura kwa ajili ya dini, kwa ajili ya Allah. Wa inna ma qasduhu anna bilad almuslimin fiha tama'un wa fiha dunya wa fiha tijara wa fiha maladhat, isipokuwa makusudio yake katika nchi za Kiislamu ni kwamba kuna tamaa ya nchi hizo, kuna dunia huko, kuna biashara. Wafiha maladhat, kuna starehe za kidunia. Fahijratuhu lidunya wa laysat lillahi azza wa jalla, gura kwake huyo ni kwa ajili ya dunia, si kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Wala yuktabu lahu thawabul muhajir, wala handikiwi thawabu za mwenye kugura. Wa in kanat suratu amalihi annahu muhajir, hata ikiwa sura ya amali yake hiyo ni kwamba ni muhajir. Walakinna an-nadhara lilqasdi wan-niyya wa laysa lis-sura, lakini mazingatio ni yale makusudio yake na nia yake, si sura ya kule kugura, si nafsi ya kugura ndio mtu anapewa thawabu, ni yale makusudio ya kugura kwake na nia yake ni nini. فإذا انتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل الرفاهية أو من أجل الطمع الدنيوي أو التجارة أو العيش الرغد فهذا لا يكتب مع المهاجرين وليس له ثواب بهجرته. Kwa hiyo anayegura kutoka katika mji wa kikafiri kwenda katika mji wa Uislamu kwa ajili ya starehe au kwa ajili ya tamaa za kidunia au kwa ajili ya biashara au maisha mazuri, huyo haandikwi pamoja na muhajirin na hana thawabu kwa kugura kwake. Sasa hivi mtu agura huenda kuishi Dubai, wagura hapa, kwa mfano hapa wagura hapa Mombasa, huenda kuishi Dubai. Dubai kuna dini sasa hivi,
Dubai ni starehe sasa hivi, starehe tupu sasa hivi. Wanasema waliofika kule takriban ni sawa na huko New York au na wapi sijui huko. Jinsi mastarehe na machafu yaliyoko kule sasa hivi. Kwa anayekwenda kugura kule haitu yapate thawabu za muhajirin, sababu anafuata dunia, huyo hakugura lillah. Qala sallallahu alaihi wasallam, au imra'atin yankihuha, au kwa ajili ya mwanamke anayetaka kumuoa, anagura kwa ajili ya mwanamke anayetaka kumuoa. Mwanamke yuko huko, agura enda huko. Kama hajara min ajli an yatazawwaja imra'a ta'allaqa qalbuhu biha, kama mwenye kugura kwa ajili akamuoe mwanamke ambapo moyo wake umehusiana na mwanamke huyo, hasikii huyo wala haoni, ndio ta'allaqa qalbuhu biha. Wa hiya la turiduhu illa idha jaa ila biladiha, mwanamke huyo hamtaki mume huyo isipokuwa akija kwenye huo mji wake anaoishi huyo mke. Fahiya fi biladi alislam wa huwa mutaalliqun biha, yeye katika miji ya Kiislamu, mwanamke huyo katika miji ya Kiislamu, wa huwa mutaalliqun biha, ni mwenye kuhusiana na miji hiyo. Wa qalat lahu ana la atazawwajuka fi biladi alkufri, mimi siwezi nikaolewa na wewe katika miji ya kikafiri. Fahajara hadha arrajul ila biladi alislam liajli an yatazawwajaha, yule mtu mwanamume akagura kwenda katika miji ya Kiislamu kwa ajili ya muoe huyo mwanamke, si kwa ajili ya dini. Hadha fahadha laysa lahu thawabu alhijra inda Allah, huyo hana thawabu za kugura kwa Allah. Wa in kanat suratu amalihi hiya suratu alhijra, hata ikiwa sura ya amali yake ni kugura, ni sura ya kugura. Walakin lamma kana qasduhu laysa ad-din, ilipokuwa maksudio yake na nia yake sio dini. Wa inma qasduhu az-zawaj bil mar'a lam yuktab lahu thawabun 'inda Allah jalla wa ala, isipokuwa maksudi yake ni kumuoa mwanamke huyo, haandikiwi thawabu kwa Allah azza wa jalla. Wa aflasa min thawabi almuhajir, amefilisika na thawabu za muhajir, hapati thawabu hizo. Wallahu jalla wa ala ya'lamu ma fil qulub, na Allah jalla wa ala anajua yaliyo katika nyoyo za watu. Kwa hata mtu akigura ile sura yake ni kwamba agura kwenda kwenye nchi ya Kiislamu, lakini kumbe si kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya dini, anamfuata mwanamke huko akamuoe, hana thawabu kwa Allah. Qala ta'ala, qul atuallimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu bikulli shay'in alim. Waambie, hivi mnamfundisha Allah dini yenu, na Allah anajua vilivyo katika mbingu na vilivyo katika ardhi, na Allah ni mjuzi wa kila kitu. Kwa hata kama mtu ataficha nia yake na lengo lake, lakini Allah anajua, na ndiye anayetoa thawabu kwa nia njema, na ndiye ambaye hatoi thawabu kwa isiyo kwa nia hiyo. Kwa hata akiwafichia watu, lakini Allah anamjua. Fala ya'lamu ma fil qulubi illa Allahu azza wa jalla, hakuna anayejua yaliyo katika nyoyo isipokuwa Allah azza wa jalla. Amma an-nasu fala ya'lamun, ama watu hawajui yaliyo katika nyoyo za wenzao, hakuna anayejua. Qala Sheikh hafidhahullah, wan-niyyatu mahalluha al-qalbu la ya'lamuha illa Allah, nia mahali pake ni moyoni, hakuna anayejua nia hiyo isipokuwa Allah. Watalaffudhu biha bid'a, na kuitamka nia ni uzushi. Fala yaqulu almuslim nawaitu an usalli au nawaitu an ahujja au nawaitu an atasaddaqa, lianna hadha bid'a. Muislamu hasemi akiswali, hasemi nawaitu an usalli, au akifanya haji nawaitu an ahujja, akitoa sadaka nawaitu an atasaddaqa, sababu hii ni bid'a.
hii ni bid'a. Mtume hajasema wala hajafanya kitendo hicho cha kunuia ibada. Lianna an-niyyata mahalluha al-qalbu, sababu nia mahali pake ni moyoni. Wa hiya amalun qalbiyun wa laysat amala lisan, nia ni amali ya moyoni, si amali ya ulimi kwamba unaitamka nia, ni moyoni tu. Wa fil mujaharati biha riyaun, na kuidhihirisha hiyo nia ni ria. Walam yathbut anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam talaffadha bin-niyyah indama yuridu as-salah, haija thubutu kuwa mtume sallam alitamkania alipotaka kusali. Kila kisali anaitamkania, au yuridu ay amali min al-a'mal, au amali yoyote. Haija thubutu kwamba mtume akitaka kufanya amali yoyote katika amal njema anatamkania, haikuja hiyo kabisa. Qala na'am, jaa anhu sallam annahu fi hajjatil wada ahrama biqawlihi labbaika umratan wa hajja. Imekuja kutokana na mtume sallam katika hajjatul wada alihirimia kwa kusema hivi, labbaika umratan wa hajja. Hadha laysa talaffudhan bin-niyya wa inma huwa talaffudhun bil manwi. Nasema hii si kutamkania, hii ni kutamka kile kinachonuiwa. Wa huwa nusuku alladhi yuridu, ni ile ibada anayokusudia. Hal yuridu hajjan, hal yuridu umra, je anakusudia kufanya haji peke yake au umra au pamoja, au hal yuridu an yuqrina baina alhajj wal umra, je anakusudia kukutanisha baina ya haji na umra. Hal yuridu an yufrida bil haji, je anataka kuitenga haji peke yake bila ya umra. Hal yuridu tamattu'a bil umrati ila al haji, je anakusudia kufanya tamattu' bil umra ila al haji. Fahuwa yu'ayyinu an-nusuka alladhi yuriduhu, anaiainisha na kuibainisha ile ibada anayoitaka. Ndio maana kusema labbaika umratan wa hajja, hajasema nawaitu, hajasema nawaitu, akasema labbaika umratan wa hajja, kwa maana anakusudia kufanya tamattu ya umra na haji. Walaysa almuradu annahu yantiqu bin-niyyah, si muradi kwamba anatamkania. Fahuwa la yaqulu nawaitu al-hajja au nawaitu al-umra, hasemi hivyo nawaitu al-hajja nawaitu al-umra, hiyo ndio kunuia. Au nawaitu at-tamattu'a au nawaitu al-qiran. Wala yaqulu uridu al-hajja au uridu al-umra. Kalimatu uridu la tajuzu, sema kalima hili la uridu hili halifai katika ihram. Kusema uridu al-hajja uridu al-umra, kalima hili halifai. Wa in kana ba'd al-fuqaha yaqulu biha, hata kama baadhi ya maulama wa fiqh wanalisema kalima hilo, walakinna hadha ghalat, lakini hii ni kosa. Wa innama alladhi warada عن الرسول صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنسك من باب التعيين للنسك الذي يريده لا من باب النطق بالنية. Sema isipokuwa imekuja kwa Mtume sallam kutamka ile ibada kwa upande wa kuiainisha ile ibada anayoikusudia, si kwa upande wa kutamkania. Tumefahamu vizuri hapo Naam, anasema wa innama alladhi warada 'anir rasul sallallahu alayhi wasallam at-talaffudh bin-nusuki min babi at-ta'yin lin-nusuki alladhi yuriduhu. Imekuja kutoka kwa mtume kutamka hiyo ibada atakayoifanya kwa upande wa kuibainisha ibada yenyewe anayokusudia, la min babi nutqi bin niyya, si kwa upande wa kutamkania ya kufanya haji na umra. Anakusudia ile ibada atakayoifanya ni ipi, ni ifrad au ni qiran au ni tamattu. Umeelewa? Ndio mtume akasema labbaika umratan wa hajja, si nia hii. Anatamka zile ibada atakazozifanya ni umra na haji, ndio tamattu.
فلا يجوز التلفظ بالنية لا عند الصلاة ولا عند الزكاة ولا عند أي عمل يعمله. kuhaifai kutamkania si kwa sala, si kwa zaka, si kwa amali yoyote anayoifanya, bali yuaddihi wala yahtaju ila talaffudh binniya, bali anaitekeleza ibada hiyo na hahitaji kuitamka ile nia, lianna Allah ya'lamu ma fi qalbihi, sababu Allah anajua yaliyo katika moyo wake. hata law qala innahu yanwi wajha Allah wa huwa laysa kadhalik, hata akisema ananuia uso wa Allah, anafanya ibada kwa ajili ya Allah, na kumbe si hivyo katika moyo wake. fallahu ya'lamu ma fi qalbihi, Allah anajua katika moyo wake. Kwa hiyo haina haja ya kutamkania wala haikuthubutu hiyo. qala wala yufiduhu hadha al-lafdhu, wala halimpi faida lafdhi hilo la kuitamkania, halimpi faida kama nia yake si wajhi Allah. fatalafdhu binniya bid'ah lianna mahallaha alqalbu, kukutamka nia ni bid'a, ni uzushi, sababu mahali pa nia ni moyoni. waljahru biha bid'ah, na kuitamka, kuidhihirisha na kuisema kwa nguvu nia ni uzushi. wa huwa aidan riya, pia ni ria hivyo hivyo, bali na kama ni uzushi lakini pia ni ria, ni kujionesha. وهذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة سانا، لأن بعض الناس لا يزالون ينطقون بالنية عند الطواف وعند الصلاة وعند أي عمل يعملونه. هذه مسألة مهمة، sababu baadhi ya watu bado wanaendelea kutamkania wakati akifanya tawaf, wakati akiswali, wakati wa kila amali unaifanya anaitamkania. وهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، na huo ni uzushi ambao Allah hajauteremshia hoja yoyote, hajauteremshia hoja yoyote. Sasa hii ni ibada, na ibada zote zimefundishwa na Mtume SAW. Mbona ibada ya kunuia hajaifundisha? Ibada ya kunuia hajaifundisha Mtume SAW, lakini masufi wameishikilia hiyo. Masufi wameishikilia hata kama Mtume hajafanya, hajasema wala hajafanya, lakini si Imam Shafi amesema. Sasa Imam Shafi na Mtume, mbona mwamtanguliza Imam Shafi? يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: وإن كانوا ينسبون إلى الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال بالتلفظ بالنية فهذا مردود من وجهين. حتى wakiwa wanamnasibishia Imam Shafi rahimahullah kuwa alisema itamkwe nia, wanamnasibishia tu Imam Shafi rahimahullah kuwa alisema nia itamkwe, fahadha mardudu min wajhaini. Kauli yao hiyo inarudiwa kwa njia mbili. Awalan, hadha lam yasiha ni Imam Shafi. Kwanza haijasihi kwa Imam Shafi kwamba amesema nia itamkwe, haijasihi kauli hiyo kwa Imam Shafi, wanamzulia. ثانيا لو صح على الإمام الشافعي فليس حجة. لو ingesihi kwamba amesema kweli pia si hoja, لأن الإمام الشافعي مجتهد يخطئ ويصيب. الإمام الشافعي ni mujtahid, anakosea na anapatia, si ndio? Si Mtume. والحجة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا في كلام الشافعي ولا أحمد ولا أبي حنيفة ولا مالك. hoja ni katika maneno ya Mtume sallam, si kwa maneno ya Imam Shafi wala Imam Ahmad wala Imam Abu Hanifa wala Imam Malik wala yoyote katika watu. wala yakunu qawlu al-alimi hujja illa idha wafaqa ad-dalil. Hai kauli ya mwanachuoni ni hoja isipokuwa ikiwafiki dalili kauli hiyo. Kama kauli ya alim imekhalif dalili, si hoja kauli yake. Sasa masufi ni watu wa kushangaza. Masufi ni watu wa kushangaza sana. Wanakiri kwamba Mtume hajasema hivi wala hajafanya kutamkania,
hajasema kutamkania wala hajafanya hiyo kutamkania katika ibada zake, lakini wanamnasibishia Imam Shafi. Unaelewa? Wanakiri hivyo kwamba hakuna hadithi, lakini si Imam Shafi ikasema. Sasa Imam Shafi na mtume, mbona mwamtanguliza Imam Shafi wakati tumekatazwa jambo hilo la kutanguliza watu na kuacha nyuma maneno ya Allah na mtume wake mwanzo wa suratul Hujurat? Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli, msitangulize maneno ya mtu mwingine mbele ya maneno ya Allah na mtume wake. Wattaqullah, tena mcheni Allah kwa jambo hilo. Hawaoni labda aya hii? Labda masufi hawaioni aya hiyo ya mwanzo wa suratul Hujurat. ثالثا الذي روي عن الشافعي أنه قال الصلاة ليس كغيرها، الصلاة لا يدخل فيها إلا بذكر الله. Imam Shafi amesema hivi, imepokewa kwa Imam Shafi kwamba alisema sala si kama ibada nyingine, sala haiingiliwi isipokuwa kwa kumtaja Allah. Nia iko wapi sasa? Sala haiingiliwi, haianzwi illa bidhikrillah, isipokuwa kwa kumtaja Allah. Wal muradu bidhikri takbir, muradi wa dhikri kumtaja Allah ni ile takbiratul ihram, Allahu akbar. Imam Shafi kasema hivi, nia iko wapi hapa? Unaona? Hakuna nia. As-salatu la yudkhalu fiha illa bidhikrillah. Sasa kumtaja Allah si nia. والمراد بالذكر التكبير، مراد والذكر ni takbiratul ihram, Allahu akbar. Na unaposoma hadithi za mtume mwanzo wa sala yake nini? Allahu akbar. Hadithi za mtume zinaeleza hivyo, mwanzo wa sala ya mtume ni Allahu akbar, takbiratul ihram. Hakuna a'udhu billahi wala bismillahi wala nawaitu. Kwa hiyo hawana hoja masufi kuwekania katika sala, kuwekania katika siyam na kunuizana kwa sauti. Kila siku wananuizana saumu na waitu sauma ghadin an adai. Ya nini taklifu yote hiyo wana? Faala kulli halin an-niyatu amalun qalbiyyun, kwa kila hali nia ni amali ya moyoni. Wala yajuzu talaffudhu biha, haifai kuitamka, ni uzushi. Sasa waacha thawabu za kumfuata mtume, wapata madhambi ya uzushi, sababu wameongeza kitu katika dini. Wameongeza. Faala kulli halin an-niyatu amalun qalbiyyun wala yajuzu talaffudhu biha, haifai kuitamkania, ni amali ya moyoni. Wallahu ankara ala al-a'rabi alladhina qalu amanna, Allah aliwakanusha na kuwakana wale mabedui waliosema amanna. Faqala jalla wa ala mukhatiban rasulahu sallallahu alayhi wasallam qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Qalatil a'rabu amanna, mabedui walisema tumeamini, sisi ni waumini. Allah akamwambia mtume wake, waambie lam tu'minu, hamjakuwa waumini, walakin qulu aslamna, semeni sisi tumejisalimisha, tumesilimu tu. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, bado imani haijaingia katika nyoyo zenu, msiseme amanna. Ila qawlihi ta'ala qul atuallimuna Allaha bidinikum, mpaka maneno yake Allah, waambie je, mnamfundisha Allah dini yenu? Fallahu subhanahu la yahtaju an tuallimahu an niyatika biqawlika ana nawaitu kadha. Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji wewe umfundishe kuhusu nia yako, umfundishe hiyo nia yako kwa kusema kwako ana nawaitu kadha. Allah hahitaji hivyo. Wa ana amiltu laka kadha wa kadha, nimekufanyia kadha wa kadha.
Allah hahitaji hivyo umwafahamishe hivyo. Allahu ya'lamu hadha biduni an tukhbirahu subhanahu wa ta'ala. Allah anajua hili bila wewe kumuelezea kwamba umenuia vipi. Allah anajua moyoni mwako umenuia nini. Allah ndiye anejua. فعليك بإصلاح النية وإسرار النية وعدم التلفظ بها. ni juu yako wewe kuitengeneza nia yako na kuifanya siri nia yako na kutoitamka nia hiyo, sababu hakuna katika dini jambo hilo. Utafanya vipi jambo ambalo halimo katika dini? Wakiambiwa alafu kwani kuna ubaya gani? Ubaya upo. Kwa nini hakuna ubaya? Ubaya upo, ni wazushi ndio ubaya. Mafanya uzushi, maongeza vitu katika dini. Hawana hoja, eti hoja ni kuna ubaya gani, ndio hoja hiyo. Wa amma talaffudhu inda dhabhi al-udhiya, ama kutamka wakati wa kuchinja udhiya, falaysa talaffudhan bin-niyya. Hii pia si kutamkania. Ukichinja udhiya si kutamkania, lianna qawlahu Allahumma minka wa laka am Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar thumma dhaba. Tume alisema hivyo alipochinja udhiya, Allahumma minka wa laka am Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar thumma dhabaha al-udhiya. Kisha mtume akachinja udhiya yake. Hakuna nia hapa, hakuna nia nawaitu an athbaha hadhihi al-udhiya lillahi ta'ala يوم العيد عيد الأضحى. hakuna katika sunna hii ipo. Hasa hapa si nia hii. falaysa talaffuzan bin niyya. Allahumma minka walaka am Muhammadin wa ummatihi bismillah wallahu akbar. Ni sunna kusema hivi unapochinja udhiya. أخرجه أبو داود واللفظ له وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى وفي شعب الإيمان وأحمد في المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين فلما وجههما القبلة alipoelekeza qibla kondoo hawa wawili, qala Allahumma minka walaka am Muhammadin wa ummati bismillah wallahu akbar thumma dhabaha. Kisha akachinja. Hakuna nia hapa. قال واصل الحديث في البخاري ومسلم من حديث أنس ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وليس فيه منك ولك اللهم عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر. ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa ni sunna kusema hivyo. Kala hadha duaun, hii ni dua. Walaysa talaffudhun bil manwi, laysa talaffudhan bin niyya. Kutamka hicho kilichonuiliwa si kutamkania. Wa huwa mithlu talaffudh bin nusuk. Hii ni kama kutamka ile ibada ya umra au ibada ya haji. Fa idha dhabahta al-udhiyah fa innaka tu'ayyinu alladhi qasadta hal huwa laka au liwalidika au li ahad. Ukichinja udhiya unatakiwa uainishe lile ulilokusudia, umuainishe huyo uliyomkusudia. Unakusudia ni mnyama wako au ni wa mzazi wako au ni wa yoyote. Famin ajli tamyizi tuayinu alladhi qasadtahu, kwa ajili ya kupambanua tu kwamba wamchinjia nani. Hii ndio unaainisha na kubainisha yule uliyemkusudia kwa kuchinja udhiya wako. Hiyo sio nia. Tumefahamu? Kwa hiyo hakuna kutamkania katika ibada. Haikuja katika sunna, la min hadithin sahihin wala dhaif. Angalau kulikuwa na hadithi dhaifu pia basi tukasema hapa wametumia hadithi dhaifu hawa masufi angalau. Lakini hakuna hata hadithi dhaifu kwamba mtume alitamkania katika ibada yote. Hata hadithi munkar hakuna, wala maudhu. tutakuja kuendelea kesho alhadithu thani insha Allah taala. naktafi bihadha alqadri wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.